Tuangalie Zakaria anasemaje. Zakaria anasemaje? Zakaria 14. Zakaria 14 ile mstari wa 4 mpaka 5. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Nanyi mtakimbia kwa njia ya bonde la milima yangu, kwa maana bonde lile la milima litaenea hata Aseri. Naam, mtakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku ya Uzia mfalme wa Yuda, na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Bwana, si mchana wala si usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwako nuru. Tena itakuwako siku hiyo ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka katika Yerusalemu, nusu yake itakwenda upande wa bahari na mashariki, na nusu yake upande wa bahari ya magharibi. Wakati wa bahari na wakati wa baridi itakuwa hivi. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake mmoja. Tumeelewana vizuri? Nakwambia hivi, siku hiyo Bwana atakuwa mmoja. Ngoja nirudie. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Maana yake juu ya dunia yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja, yaani Yesu Kristo. Sisi tunaelewana? Hakuna cha kusema ala sijui nini, sijui miungu, sijui muhindu, sijui amefanya nini, sijui nani, msaina, sijui manani huko. Jina litakuwa moja, sijui Mola, sijui nani. Ni jina moja lipitalo majina yote. Yesu Kristo tu pekee ndio Bwana, na jina lake litakuwa moja siku hiyo. Anakuambia hivi, naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Nchi yote itageuzwa kuwa kama Araba, toka Geba mpaka Limoni, mpaka upande wa kusini wa Yerusalemu. Naye atainuliwa juu, atakaa mahali pake mwenyewe, toka lango la Benjamin mpaka mahali pa lango la kwanza, mpaka lango la pembeni, tena toka mnara wa Hananeli mpaka mashinikizo ya mfalme. Na watu watakaa ndani yake, wala hakuta kuwako laana tena, lakini Yerusalemu utakaa salama. Na hili ndio tauni ambayo watu wote waliofanya vita juu ya Yerusalemu, nyama ya mwili wao itaharibika wasimamapo juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vichwa vyao, na ndimi zao zitaharibika vinywani mwao. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba mashaka makubwa yatokayo kwa Bwana yatakuwa kati yao, na kila mmoja wao atakamata mkono wa jirani yake, na mkono wake utainuliwa ili kushindana na mkono wa jirani yake. Yuda naye atafanya vita juu ya Yerusalemu, na huo utajiri wa mataifa wa pande zote utakusanyika, dhahabu na fedha na mavazi, vitu vingi sana. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa tauni ya farasi na nyumbu na ngamia na punda, na ya hao wanyama wote watakao kuamo matuoni mle kama tauni hiyo. Hata itakuwa ya kwamba kila mtu aliyesalia wa mataifa yote waliokuja kupigana na Yerusalemu atakwea mwaka baada ya mwaka ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi na kuishika sikukuu ya vibanda. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani asiyakwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, mvua haitanyesha kwao. Na kama jamaa ya Misri hawakwei wala hawaaji, pia haitanyesha kwao. Itakuwepo tauni mbayo Bwana atawapiga mataifa wasiokwea ili kushika sikukuu za vibanda. Hii ndiyo adhabu ya Misri na adhabu ya mataifa yote wasiokwea ili kushika sikukuu ya vibanda. Siku hiyo katika njuga za farasi yataandikwa maneno haya: watakatifu kwa Bwana. Navyo vyombo vilivyomo ndani ya nyumba ya Bwana vitakuwemo kama mabakuli yaliyopo mbele ya madhabahu. Naam, kila chombo katika Yerusalemu na katika Yuda kitakuwa kitakatifu kwa Bwana wa majeshi, nao wote watoao dhabihu watakuja. Naam,
haya yote Mungu anakutahadharisha ya kwamba muda wote anakuja. Muda wote anakuja. Muda wote, dakika yote anakuja. Na mapigo yake sio kawaida. Mapigo yake sio ya kawaida. Ninakusihi sana. Ninakusihi sana mtu wa Mungu. Muda umekwisha. Dakika zimeenda. Ndio maana hata Danieli, kuna kipindi nitakuja kuwafunulia mambo makubwa aliyofunuliwa Danieli. Yote nitakuja kuwafunulia pamoja na ufunuo huo wa Yohana. Nitakuja kuwafunulia baadaye. Lakini kwa sasa nataka nikwambie wewe mtu wa Mungu. Wewe kiumbe wa Mungu. Lisikie neno hili. Ya kwamba imefika sasa muda. Muda huu sasa sio wa kucheka. Sio muda wa kucheza singeli, midundiko, vinanda. Sio muda. Ni muda wa kutafakari. Na nataka nikwambie muda umefika. Nikuonyeshe kidogo. Nikuonyeshe atakayekuja mbeleni. Nikufunulie Danieli. Nikufunulie Danieli ujue mambo haya hata kidogo. Haya ni mambo makubwa. Ni mambo ambayo yanaenda kuitikisa dunia. Muda wowote, dakika yoyote ile. Danieli tuangalie 7 sura ya 7. Anakuambia naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake, kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Na ufalme wa mamlaka na ukuu na wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Huu ndio mwisho wa jambo lile. Ngoja tuje kwenye Danieli 8 mstari wa 25, mstari wa 25. Danieli 8. Na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yalisemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao, baada ya siku nyingi tangu Danieli akiwa Babeli. Wewe fikiria, siku nyingi gani hizo kama sio siku za kwako wewe mwenyewe? Miaka hii ulionayo. Huyu mtu huyu nitakuja kuwafunulia siku nyingine. Wakati nitakapofunulia juu ya kanisa la Katoliki. Siwezi kumuonea Mungu haya. Kwa kuwa nikimuonea Mungu haya, nikiogopa nitapigwa. Hivi kuna mtu anapenda kupigwa? Mungu ameniambia niwatangazie habari njema. Kwa hiyo siwezi kumficha mtu. Yeyote unayeona una pumzi, nitakugusa. Nakwambia hivi nitakugusa. Ndio maana hapa anasema yafunike maono haya, maana ni ya wakati ujao, baada ya siku nyingi. Huyu ni Danieli, Agano la Kale, ni zamani kweli kweli. Zamani makali na makarne. Siku nyingi ni zipi kama sisi sasa hivi? Na mabinti kutembea uchi na kutembea uchi. Sasa hivi wewe uone. Nitakuja kukufunulia mambo mazito. Wewe nifuatilia follow. Usiniondoe kwenye account hiyo. Kuna vitu vizito sana nitakuja kukupa. Ndio maana hapa anasema na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha. Kisha nikaondoka nikatenda shughuli za mfalme, nami ninalisajabia yale maono, ila hakuna aliyefahamu.
Siku anazosema ni hizi tulizo nazo nyakati za mwisho. Ni hizi. Huyu ngoja nije huyu na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe. Huyu ambaye alipewa nguvu ambazo si za kwake mwenyewe, nitakuja kuambia siku nyingine. Mungu akusaidie sana. Mungu amenituma kwako nije nikupe taarifa hizi. Wewe Muislamu, ondoka huko. Kama unafikiri ni uongo, siku ya mwisho utakuja kunikumbuka. Mimi naitwa Kuhani Amos Paulson Tenga. Ninaitwa kuhani na mwalimu Amos Paulson Tenga. Utakuja kunikumbuka mimi, nakwambia. Sasa hivi mimi nanawa. Mungu alichoniambia nikwambie ndio hicho. Kwa hiyo sasa hivi mimi nimenawa. Wewe endelea tu. Endelea kukaa hapo. Mimi nakwambia hivi, endelea kukaa hapo. Lakini pasipo yeye Yesu Kristo, ndugu yangu, autoboi. Tenda pamoja na shetani kwenye ziwa la moto. Badilika. Mgeukie Yesu Kristo. Muamini kwanza sasa hivi. Ukimwamini, ukafuata njia zake kuu, amri zake, hakika